Mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makalla amewaagiza wakala wa umeme vijijini REA, wakuu wa wilaya pamoja na mkandarasi anayejenga mradi wa umeme kwenye vitongoji 127 mkoani humo kutumia busara ya kuzungumza na wananchi ambao mradi huu utapita kwenye mashamba yao ili kuondoa migogoro isiyo ya lazima, na kutaka watumie wakazi wa maeneo husika kwenye kazi ambazo hazihitaji utaalamu ili nao wanufaike na mradi huo. Kutoka Arusha, Alfani Lihundi na taarifa zaidi. Katika makabidhiano ya mradi wa REA vitongoji 127 halmashauri 7 za mkoa wa Arusha, kati ya REA pamoja na mkandarasi anayetekeleza mradi huo, mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makalla anatoa maelekezo ya serikali kwa REA, mkandarasi pamoja na wakuu wa wilaya ya maeneo husika, viongozi wa vijiji husika, kwamba kuna mradi unakuja katika vitongoji hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo mupokee mradi, muongee nao, muwaeleze, na REA wameenda kila maeneo ili wananchi wetu waweze kujua. Kikubwa mkandarasi na timu yako. Vitongoji ni vingi, kwa hiyo sisi tunachotaka ni kwamba kama mkataba unavyoeleza basi mkatimize majukumu yenu. Meneja wa TANESCO mkoa wa Arusha, mhandisi Kisika Elia Kisika, pamoja na mratibu wa miradi REA makao makuu, mhandisi Erin Muina, wanaeleza wanavyotekeleza mradi huo na kukiri kupokea maelekezo ya mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, megawati 130 kwa kiwango cha juu kilichofikiwa. Utagundua kwamba kwa mkoa wetu wa Arusha bado tuna uwezo mkubwa sana wa kusambaza umeme na matumizi ya umeme, kwa sababu kwa uwezo tulionao megawati 365 na matumizi ambayo ni megawati 130, tuna ziada ya megawati 235. Sasa katika mradi wetu wa leo tunautambulisha kama ulivyosema awali katika utangulizi, Mheshimiwa, una thamani ya bilioni 19.5. Utaenda kuhudumia vitongoji 127 na utakuwa na urefu wa laini, tunasema laini ya msongo wa 33 kV 276.44, na utakuwa na laini ndogo kilomita 196, na kutakuwa na transformers au mashine umba kwa Kiswahili ambazo ni 127. Tutaenda kuunga wateja, jumla ya wateja tutakaenda kuunga ni 4086.